Peace. Tafakari hivi, Christ mind. Simaanishi akili ya Kristo yule mwana wa Nazareti ambaye ndio muhimili mkubwa wa imani ya Kikristo. Hapana. Naposema Christ mind inamaanisha ile mind ambayo katika dini nyingine kwa mfano ya Kiislamu inaitwa Muhammadian. Lakini katika ujumla wake nazungumzia ile ufahamu mkuu, utambuzi mkuu. Christ mind ama Christ consciousness haihusikani na dini. Christ consciousness ama ufahamu mkuu wa Kristo hautokani na imani wala hautokani na dhehebu lolote lile wala kitabu chochote kile. Ni falsafa ambayo kila kiumbe tayari ndio uwepo wake katika hiyo falsafa. Sio kwamba ni falsafa ama ni nguvu au mafundisho yanayotoka nje ya viumbe. Kila kiumbe tayari mfumo wake wote unatokana na hiyo falsafa. Kwa hiyo Christ mind ama Christ consciousness ndio mimi ambaye ni ufahamu mkuu, ndio wewe ambaye ni ufahamu mkuu, ndio hii miti, ndio wadudu, ndio jua, ndio mwezi, ndio nyota, ndio udongo, ndio maji, ndio hewa. Ufahamu, uwepo mkuu. Na tuko hapa kwa ajili ya lengo hilo moja, kutambua huo ukuu wetu ambao unaitwa Christ consciousness ama Christ mind. Katika vitabu vya maarifa ni kwamba tuko hapa kujenga mwili wa Kristo, sisi wote kwa pamoja, katika utofauti wetu, utofauti wa kibinadamu, utofauti wa wanyama, mimea, wadudu na asili. Katika huo utofauti tunaouona kwa macho ya nyama, katika uasili wa kiroho, sisi ni kitu kimoja. Sisi ni ile nguvu kuu moja, na tuko hapa sisi wote katika huu utofauti tunauona kutambua hiyo nguvu moja ama kujenga huo mwili wa Kristo. Uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, uwe ni Mbuddha, uwe ni mpagani, uwe ni Mhindu, uwe ni Mjewish, uwe ni Mchina, uwe ni Mlatino, uwe ni Mwafrika. Tuko hapa wote kukamilisha huu mwili ambao ni utambuzi mkuu ama ufahamu mkuu ama nguvu iliyo kuu iitwayo Kristo, iitwayo Mungu. Na kwa nini tuweze kutambua huu ukuu? Kwa sababu katika utambuzi wa huu ukuu ndipo ilipo kweli. Vitabu vya maarifa vinasema ijue kweli, nayo kweli itakuweka huru. Kweli itatuweka huru. Je, kabla tuwe huru tumefungwa sehemu? Kabla tuwe huru kuna sehemu tumeshikiliwa, hatuko huru? Hii ni tafakari tu ambayo inabidi wewe mwana wa nuru uanze kufungua akili yako na kuyachimba mawazo yako uweze kuona vitu tofauti kidogo. Je, tuko sehemu tumefungwa ama tumeshikwa? Ufunguo ni upi?
utakao tutoa katika hivyo vifungo? Ufunguo ni kweli. Kweli ndio itakayotuweka huru. Kwa tuko hapa sisi wote katika umoja wetu na ujumla wetu kujenga mwili wa Kristo, ama kuongeza ufahamu mkuu. Katika lengo gani? Kuitambua kweli, nayo kweli itatuweka huru. Kweli ni nini? Kweli iliyo kweli ni kwamba sisi sio huu mwili, sisi ni roho kuu. Kweli ni kwamba sisi sio haya mawazo, sisi ni roho kuu. Kweli ni kwamba sisi sio magari, manyumba wala benki akaunti zetu, sisi ni roho kuu. Hiyo ndio kweli ambayo imefungwa nira, imefungwa minyororo. Kwamba tuna tamaa ya kupata mali kushinda hamu ya kuijua hii kweli. Tuna wivu wa kunyang'anya watu na kuwaumiza watu haki zao, ili mradi tujilimbikizie sisi. Tumeshikwa na uchu, ile tamaa ama hamu iliyopitiliza ya ngono na uzinzi, ili tuharibu kweli. Kwa hiyo ukiangalia vifungo vyetu, magereza yetu, ni kutoitambua kweli. Kwa hiyo kuna kweli kwamba sisi ni roho kuu, alafu hiyo ni kweli, sisi ni roho kuu, alafu kuna gereza ambayo limefungia hiyo kweli, ambayo ni ulimwengu. Kwa ulimwengu ndio kifungo chetu, ulimwengu ndio gereza letu. Ulimwengu upi? Sio huu nature. Hii asili ni kweli, lakini ni ulimwengu ule uliotengenezwa na nafsi ya ulimwengu inayoitwa ego, nafsi ya ulimwengu inayoitwa shetani, nafsi ya ulimwengu ambayo imebeba roho zifuatazo, ambayo ndio vifungo vyetu. Hizi roho ndio vifungo vyetu, ambao ni vifungo vya ulimwengu, ni roho za kiulimwengu. Tamaa, roho ya tamaa imetufunga tusijue kweli. Roho ya urafi imetufunga tusijue kweli. Roho ya chuki imetufunga tusijue kweli. Roho ya uzinzi na ngono vimetufunga tusijue kweli. Roho ya uraibu wa starehe na burudani kama unywaji wa mapombe, ulaji wa mavyakula ovyo, vimetufunga tusijue kweli. Kiburi kimetufunga tusijue kweli. Majivuno yametufunga tusijue kweli. Ubinafsi na chuki, hizo roho zimetufunga tusijue kweli. Kutaka kuabudiwa kama Mungu, kutaka kusifiwa, kutaka kuonekana wewe uko juu ya wengine, hizo ni roho zilizotufunga tusijue kweli. Kwa tuko hapa kunyanyua ile Christ consciousness, yani nuru iliyopevuka, nuru iliyo safi, nuru iliyo takatifu iliyo ndani yetu, kuinyanyua na kuileta juu, ili ifanye nini? Iweze kuzichoma. Neno la maarifa linasema inaponyanyuka hii nuru ya maarifa, nuru hii ya ukuu wetu, inachoma hizi roho zingine za ulimwengu, kwa sababu hii roho
sio ya ulimwengu huu, yaani sio ya huu mwili. Inaponyanyuka hii roho ndani yetu ya nuru, mamlaka na ukombozi, inachoma vifungo vyote ambavyo nimevitaja hapo nyuma. Hilo ndilo jukumu la wewe na mimi la kuinyanyua Christ consciousness juu. Yaani nguvu iliyopevuka, nguvu iliyo safi, nguvu iliyo takatifu, nguvu iliyo Mungu ndani yetu. Ndilo jukumu letu hilo. Na wakati tunanyanyua hiyo nguvu kuja juu, hizi roho zingine zinaungua, zinateketea. Na hizi roho zinapoteketea, tunazidi kwenda juu. Yaani moto unachoma hizi roho ukija juu, ukija juu, ukija juu. Na hata kufika katika vichwa vyetu. Na ukifika huo moto ama hiyo nuru katika vichwa vyetu, ukaangaza kila eneo la maisha yetu, tayari tupo katika lengo la kuwepo duniani. Tayari tupo katika umungu. Tayari tupo katika Ukristo. Tayari tupo katika utakatifu. Kwa hiyo unaposikia Christ consciousness, sio mtu, sio falsafa ya dini fulani, sio falsafa ya watu fulani ama taasisi fulani, sio imani ya kikundi fulani ama dini fulani. Christ consciousness ni nguvu kuu iliyo katika vyote, ambayo ndio Mungu aliye katika vyote. Na tuko hapa kuinyanyua hiyo nguvu, kuinyanyua hiyo nguvu na kuileta juu na kulijenga hekalu la Mungu katika vichwa vyetu. Peace.